hiyo vinakusanywa vitu vyote hivi vikachanganywa pamoja. Vitu hivi ndio Qur'ani imevitaja hapo, amshajin. Angalia ubingwa wa Qur'ani jinsi unavyoonyesha. Haya yanasemwa karne ya 7 ya kwamba yale maji ya uzazi ya mwanamume yanapatikana katika wingi, na wingi katika lugha ya Kiarabu unaanzia 3. Kwa hiyo testes, prostate gland, seminiferous canals. Kwa hiyo vitu hivyo vyote vinakuja vinachanganywa. Vikishachanganywa vitu vyote hivyo ndio vinachukuliwa, vinasafirishwa, vinapelekwa kwenye korodani, vinakwenda kuwekwa pale. Inapokuja kupatikana ile stimulation, ndiyo yale maji ya aina karibu 5 hayo ndio yanakwenda kubeba sasa zile chromosome, zile mbegu za uzazi za mwanamume, na kuzisafirisha na kuzipeleka katika nyumba ya kutungia ujauzito ya mwanamke, ambapo pale inakuwa kwamba yale maji ya uzazi yanakuwa yamebeba, yani spermatozoa zimebeba zile chromosome zipatazo milioni 500 mpaka milioni 600. Kwa hiyo pale ni mbegu moja tu ndiyo itakayokwenda kulirutubisha lile yai la uzazi la mwanamke, ile mbegu ya uzazi ya mwanamke. Haya ni maelezo mengine ya kitaalamu ambayo Qur'ani kwa kuonyesha ubingwa ilikuja ikaeleza. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha